Sawa, bwana Kabwe, ulishuhudia mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba lakini pia JKT Tanzania. Moja ya mechi bora kweli kweli. Ulikuwa ni mchezo namna gani kiufundi jibu? Sasa ulikuwa mchezo mzuri sana kiukweli. Mchezo mzuri, mchezo bora, mchezo ambao una hadhi ya ligi kuu Tanzania bara. Yaani ili tuite ligi yetu ni ya 3 kwa ubora, sijui ligi yetu ni ya 4 kwa ubora, hatupaswi kuiongea kwa nadharia tu, kwamba tunazungumza tu kwa sababu ya kutaka sifa, kusifiana tu basi. Inapaswa ionyeshe hiyo thamani ndani ya uwanja. Na JKT Tanzania kwenye mechi zake zote wanatuonyesha thamani ya ligi kuu Tanzania bara. Sikimela vizuri. Yaani ule ushindani ambao wanatoa kwa hizi timu kubwa, the way ambavyo timu ilivyo kwenye eneo la kiufundi, kimbinu, tumpongeze sana Mwalimu Ahmad Ali, lakini pia uongozi wa JKT Tanzania kwa namna ambavyo wameamua kuishi kiprofessional, tofauti na timu nyingi Tanzania ambazo kiuhalisia kwangu mimi naona zimekuwa tu zikienda tu kwa kufuata mkumbo, sio kwa kutuonyesha thamani ya ligi kuu Tanzania bara. Zimekuwa zikiendeshwa tu ili mradi tu zipo kwenye ligi kwa ajili ya kuongeza wingi. Lakini ulikuwa ukiangalia mechi ya jana unaona kabisa yes, kuna vitu ambavyo JKT Tanzania wanavifanya vinakupa thamani ya ligi yetu. Na hawajafanya hivyo tu kwa Simba, walifanya hivyo pia hata kwa mechi ya Azam FC ambayo walisale magoli 2-2 kama unakumbuka. Mechi ilikuwa ngumu sana. So jana nilipenda namna ambavyo walivyo approach mechi. Kwanza ilikuwa ni mechi ambayo ina kasi, lakini pili ilikuwa ina matumizi makubwa ya nguvu. Umeona? Nimesikia baadhi ya watu, baadhi ya mashabiki wa Simba wakilalamika kwamba jamaa walikuwa wanacheza sana rafu, sio nani. Of course, kwa aina ya mechi ambavyo ilivyokuwa, mechi ilikuwa na tension kubwa sana. JKT Tanzania wanataka kufanya vizuri ili kuonyesha kwamba sasa hivi tumekuja tumejipanga na tuko kivingine zaidi. Lakini kama haitoshi pia aina waliokuwa pale ni wachezaji ambao wapo si tu kwamba wamefika pale JKT Tanzania, wanataka kujiuza. Wameona Wilson Nangu, wameona Yakubu Suleimani, wapo Simba Sports Club. So wao kuwepo pale haimaanishi kwamba wamefika. Unaona kabisa inawezekana tukiperform vizuri, hii ndio inaweza likawa soko letu la kututoa hapa kwenda kwenye klabu kubwa zaidi. Kwa hiyo lazima walikuwa waonyeshe jitihada, ile hali ya kupambana zaidi kwa maana ya commitment, lakini kama haitoshi pia kuonyesha ubora na ufundi ili waweze kuwavutia baadhi ya watu na kuweza kuwachukua. So ilikuwa ni mechi nzuri sana. Mechi ambayo ilikuwa inakupa moments zote. Umeona, ilikuwa inakupa ubora. Kuna muda hasa kwa Simba nimeona kwenye engo ya kiufundi wachezaji wao wengi ni bora zaidi, lakini ilikuwa inakupa matumizi makubwa ya nguvu, sometimes kasi, lakini kuna moments of controversial. Ndio vitu ambavyo vinanogesha kwenye mpira wa miguu. Kila kitu ambacho unachokijua kwenye mpira wa miguu jana kilipatikana kwenye mechi ya Simba na JKT Tanzania. Ilikuwa ni mechi bora sana. Kwangu mimi ni moja kati ya mechi chache ambazo nilikaa na uangalia mpira hivi nasema yes, hapa kuna kitu kinafanyika. Tunahitaji timu nyingi zaidi zenye mentality lakini uongozi bora kama JKT Tanzania kwa aina ya mechi ambazo wamekuwa wakitupa kwa hizi timu zingine tofauti, kuanzia timu zenye level ya kati mpaka hizi timu kubwa. Sawa. Bana, makelele zimekuwa ni nyingi sana mtandaoni kuhusiana na goli la Jonathan Soa. Kiufundi najua wewe ni mbukuzi. Bukua kidogo hapa. Ilikuwa ni offside au ni goli halali? Ni goli halali. Ila unawaelewa mashabiki na baadhi ya watu na wapinzani wa Simba na Yanga, wapinzani wa Simba kwa sababu ya eneo moja tu, wivu. Ni wivu. Ni wivu. Malalamiko ni wivu. Ni wivu kwa sababu kwenye mpira wa miguu always hakuna klabu inayofurahia klabu nyingine kupata matokeo mazuri. Tuwe wa kweli kabisa. Hakuna klabu moja inayofurahia klabu nyingine kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo na kwenye mpira ndio principle yetu. Yaani hata kama kitu ni cha ukweli, kwa sababu wewe ni shabiki wa timu nyingine, ukiwa kwenye kadamnasi ya watu utataka kupinga kwamba kitu fulani sio sahihi, lakini ukikaa ndani nafsi yako unajua kabisa hichi kitu ni sahihi. Goli la Jonathan Soa lilikuwa halina controversial yoyote ya kusema kwamba unaweza kusema ni offside. Kwa sababu unamwangalia mpigaji wa pasi Morsi Abraham, wakati anapokea ule mpira
na motion yake na akili yake ilikuwa ni kwamba naenda napiga pasi kwa mtu fulani, na huyo mtu tayari alikuwa ashafungua akiwa anakimbilia kwenda wapi? Golini. Sibula vizuri. Kilichotokea ni kwamba imepigwa pasi, mabeki wakataka kuzuia ule mpira. Wakati huo Jonathan Soa yuko onside, sio offside, onside. Mpira unatoka kwa Morris Abraham na kwenda kwa Jonathan Soa. Jonathan Soa akiwa onside, sio offside, onside. Unamfikia sibula vizuri, wakati beki anataka kuokoa unamfikia, anafunga goli kirahisi kabisa. Watu wamekuja na hoja ya kwamba wakati anaupokea ule mpira alikuwa kwenye eneo la kuotea, si ndio? Kwenye eneo la kuotea. Tunaangalia sasa mazingira kwenye eneo la kuotea. Wanadai kwamba beki wa JKT Tanzania aliugusa ule mpira ndio kusababisha Jonathan Soa kuwa offside. Sijui vizuri. Sijataka kuzungumza kwa Kiingereza hiyo sheria kwa sababu sio kila mtu anafahamu Kiingereza. Mimi nimebatizo nimepitia Google vizuri tu, nimesoma vizuri tu. Najaribu kuelezea kwa Kiswahili fasaha ili watu waweze kuelewa. Sasa kwenye sheria ya offside ambayo watu wengi wanaizungumzia, kama ingetokea ule mpira umemgonga kwa bahati mbaya beki wa JKT Tanzania, kama ingetokea umemgonga kwa bahati mbaya, alafu Jonathan Soa yupo kwenye eneo la kuotea akauwini ule mpira, kutokana ule mpira kumgonga kwa bahati mbaya beki wa JKT Tanzania, ingehesabika kuwa nini? Ni offside. Ila Jonathan Soa kuwa kwenye eneo la kuotea, alafu beki wa JKT Tanzania lengo na madhumuni lilikuwa ni kuokoa mpira kwa makusudi, akiwa na lola tukio kwa makusudi. Simula vizuri. Na kipindi hicho Jonathan Soa move yake ilikuwa ni onside, haiwezi kuwa offside. Simula vizuri. Kwa sababu ilikuwa ni makusudi. Kwa hiyo binafsi, kwa jinsi ambavyo nilivyosoma ile sheria vizuri na nikaielewa, hakukuwa na mazingira yoyote offside. Ilikuwa ni goli clear goal. Ila sasa kwa sababu mashabiki wa Yanga, tuzungumzie tu ni wa Yanga tu, umeona, na baadhi ya viongozi, kwa sababu nimeona mpaka Privadinho naye kaposti, walikuwa wanataka Simba ifungwe na wanapenda kuleta controversial, kitu ambacho sio sahihi kwangu mimi nafikiri. Kwa sababu kwa mfano kama vile unaletea controversial, yani lengo lako unawachongia sasa waamuzi, wale waamuzi waonekane kwamba walifanya vibaya, wana makosa. Simula vizuri. Yani wao kwa upande wao ni sahihi kuwachongea waamuzi kama vile, wakati kitu mtu anakijua kabisa hichi kitu sio sahihi ninachokifanya, wanawachongea nani? Waamuzi. Alafu wale waamuzi wakishaingia kwenye migogoro baadaye wanafungiwa. Sasa sijui wanapata faida gani, wakati ile ni clear onside. Wakati kabla ya hapo kulikuwa kuna mechi ya Singida na Pamba Jiji, kuna tukio lilitokea la golikipa kudaka mpira nje ya box. Hakuna trending yoyote ya story iliyotokea, hakuna kiongozi yoyote aliyofanya nini, aliyoposti mechi ya Singida na Pamba Jiji. Kuna tukio la ajabu lilitokea, kama tukio kama mawili hivi, lakini hakuna kiongozi yoyote wala watu wote walioposti kuhusiana na issue ile ya Pamba Jiji na Singida Black Stars. Kwa nini goli la Jonathan Soa limepostiwa na watu kulalamika sana kuhusiana na offside? Ni sababu za kihisia. Kuna watu walitamani Simba ifungwe au Simba itoe sare, lakini matarajio yalikuwa sio hayo. Kwa hiyo roho imewauma, ndio maana wanaamua kuposti sasa, kutafuta kasoro tu kwenye mchezo ili mradi kujipoza maumivu, kitu ambacho kwangu mimi nafikiri sidhani kama ni sahihi. So lilikuwa ni goli. Kwa kama kuna mtu anaumia, ni bora aiandae timu yake vizuri na yenyewe ili aweze kupata magoli sahihi, apate magoli ya uhalali, achezeshwe kiuhalali kama ilivyokuwa jana, bila makelele yoyote, ili kuleta ubora kwenye ligi yetu, na sio kutafuta sababu ili baadaye na wewe ukianza kuzitumia sasa hizo sababu
kwenye makosa ambayo watu wewe unafanyiwa iwe rahisi kujitetea. Yani mimi naona kama ni watu walikuwa wanatengeneza defense mechanism kwamba hata siku ikitokea wao wamependelewa waseme mbona watu fulani walipendelewa. Hicho ni kitu ambacho mimi sikikubali. Subira vizuri. Kama umegundua hicho kitu. Kwa sababu ukiangalia viongozi wengi wanaopost sometimes mechi za Yanga ama za Simba yakitokea matatizo. Watu wanatengeneza defense mechanism ili ikitokea au mashabiki unakuta lilikuwa offside lile ili kutengeneza ili siku hata wao wakibebwa na watu wakisema bwana mmebebwa mbona watu fulani walibebwa hamkusema wakati haikuwa hivyo. Yani watu hawakubebwa kwa mfano kama hili hawakubebwa Simba lakini watu wanajaribu kulipeleka inaonekana kwamba wamebebwa ili kitokea hata Yanga leo kwamba kama wakibebwa watu waseme kwamba wamebebwa. Simba vizuri kwa sababu Simba walifanya nini? Walibeba. Sio kitu kizuri. Tunawatengenezea taswira mbaya waamuzi wetu. Kama wamecheza vizuri tuwape sifa zao, wamecheza vizuri, na kama wamecheza vibaya tuwakosoe kama jinsi ambavyo tumekuwa tukikosoa vitu vingine. Sawa. Kabla tuliwahi kuzungumza nao ukasema moja ya silaha hatari kabisa ya mnyama Simba ni Morris Abraham. Kijana kaingia. Performance yake kwenye mchezo wa jana uliionaje? Ni silaha bado inafanya kazi vizuri? Morris Abraham aka Lamine Yamal wa Bongo. Dogo anajua mpira. Lamine Yamal wa Bongo. Lamine Yamal wa Bongo. Morris Abraham anajua mpira kiukweli. Anajua mpira. Mimi tangu siku ya kwanza nilisema Simba katika usajili ambao walofanya pia ni mzuri mojawapo. Kati ya usajili mojawapo mzuri walofanya ni wa Morris Abraham kama atapewa nafasi na ataaminiwa kweli. Kwa sababu Morris Abraham amepitia misingi mizuri ya mpira wa miguu. Yani amekulia toka kwenye soka la vijana mpaka kuja kuwa huku kwenye senior team. Na bahati nzuri akatoka akaenda kucheza Ulaya kwa muda mfupi akarudi. Kwa kama vile kaja kujitafuta hivi na naona uelekeo mzuri kwake kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kama ataendelea kuperform vizuri, ataendelea kupata nafasi na akiwa mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba zaidi. Kuna uwezekano Simba akafanya biashara nyingine kubwa zaidi au yeye mwenyewe akajitengenezea soko kubwa zaidi akatoka nje hapa. Simula vizuri. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kiufundi, akili ya kimpira imekaa pale, lakini mimi napenda eneo lingine la maamuzi yake. Hana papara licha ya udogo aliokuwa nao. Kumradhi. Licha ya udogo aliokuwa nao hana papara, lakini kama haitoshi pia anakupa kila kitu. Ana uwezo wa kucheza nyuma ya mshambuliaji, ana uwezo wa kutokea pembeni mwa uwanja. Lakini ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kuassist. So sijui kwa nini Mwalimu Dimitar Pantev amekuwa na sita kumpa nafasi ya moja kwa moja Morris Abraham. Ningekuwa mimi ni sehemu ya benchi la ufundi la Simba Sports Club. Yani mbele ya Kibu, mbele ya Jean Charles Ahoua, mbele ya Maema, binafsi Morris Abraham alikuwa anastahili kuanza kwenye first 11. Ikionekana kwamba hajafanya vizuri unaweza kumfanyia substitutions. Lakini kiuhalisia ni mchezaji wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu anakupa kasi, off the ball ni mzuri kuja kuulinda mashambulizi. So ana kila kitu bwana mdogo. Lamine Yamal wa Bongo, Morris Abraham. So ni one of the best player ambao Simba Sports Club kwa msimu huu wamefanikiwa kuwaingiza kwenye kikosi chao. Big up kwake. Sana. Sio madogo, makubwa. Tena makubwa kulikweli kwa sababu na bahati nzuri Mungu amjalia asija kaumia kwa sababu majeraha ndio amekuwa shida kubwa sana kwa wachezaji wengi. Yamekuwa akiondoa kabisa viwango vyao na kuwapoteza. Kwa Mungu amsaidia asipate hayo majeraha akiwa fit kiti na akiendelea kupata nafasi. Simba wataenjoy sana kuhusiana na kipaji chake. Watafurahia mno. One of the best player. Sawa. Tulimuona Yakubu Suleiman goalkeeper wa wekundu wa Msimbazi Simba akikaa pale langoni kuchukua nafasi ya Musa Pimpini Kamara. Ni kama ameanza kurudi na wana Simba wanaanza kuwa na imani naye kwa sasa. Sio kama ameanza kurudi. Kwani Yakubu Suleiman amecheza Simba lini? Ndio wamemsajili msimu. Ndio mimi mara nilikuwa nakataa. Nikasema hivi. Watu wakasema Yakubu Suleiman ameenda Simba atapotea. Nikasema no. Kukimbia tatizo sio kulitatua tatizo. Simula vizuri. Kulifuata tatizo ndio njia sahihi ya kulitatua tatizo. Kama angegoma kusajiliwa na Simba Yakubu Suleiman kwa sababu tu eti ya kugombania namba na Pimpin Kamara, hiyo isingekuwa solution kwake ya kulitatua tatizo.
sana angefanya nini? Angekuwa amelikimbia. Lakini kwenda kuliface lile tatizo ya kwamba yes, mimi naenda kukompiti namba na Pimpin Kamara, atakayekuwa bora atachaguliwa na mwalimu. Kwangu mimi ulikuwa ni uamuzi sahihi sana wa Yakubu Suleiman, na amelidhihirisha hilo na amewaonyesha Watanzania kwamba yes, Pimpin Kamara kaumia. Mechi zote hizi hapa zilizobaki za kimataifa kuja mpaka za ligi kuu, kadaka yeye, Simba iko mikono salama. Kwenye mechi 3 Simba ameruhusu goli 1. Sio, unanielewa vizuri? Kwenye mechi 3 za ligi kuu Simba ameruhusu goli hili. Hata kama narudia tena, defense ya Simba ni bora kiasi gani hasa kwenye eneo la backline, lakini bado Pimpin Kamara kwenye eneo la short stopping ni golikipa mzuri. Eneo ambalo anapaswa kuimarisha zaidi ni kwenye footwork tu, lakini kwenye eneo la kudaka, kwa maana ya kucheza mpira zile, kufanya zile saves, ni one of the best goalkeeper ambaye tulikuwa nayo kwenye nchi. Na ndio maana nikasema wakati anaondoka Aishi Manula, anakuja bwana mdogo Yakubu Suleiman, lakini anakuja pia Zuberi Foba wa Azam FC. So kama taifa tuko kwenye mikono salama. Yuko Ramadhan Chalamanda pia, umeona, na wapo magolikipa wengine wakina Hussein Masalanga. Kama wataendelea kupata nafasi na kuendelea kuonyesha huo ubora, trust me, tunaweza tukaendelea kula shushu wa Tanzania. So kwangu mimi hajaonyesha tu, amewa prove wrong wale ambao walikuwa wakiamini kwamba Yakubu Suleiman ataenda Simba na kusugua benchi kama ilivyokuwa kwa bwana mdogo Msheli na Jigi Diara. Na kuna kasumba moja ya nandia timu zetu, sometimes sio kila mechi mtu fulani anapaswa kucheza. Kuna baadhi ya mechi pia inabidi mumpumzishe. Na kwenye hilo mimi nataka niwaonye Simba, hata kama atarudi Pimpin Kamara, still wanapaswa kufanya rotation ya magolikipa kwenye baadhi ya kwenye baadhi ya mechi, kwa sababu wote wanaonekana ni magolikipa wazuri na wanahitaji game time kwa ajili ya kulifanya lango la Simba kuwa salama. Stimula vizuri. Kwa kwangu mimi, I wish all the best kwa Yakubu Suleiman, aendelee kuonyesha hichi ambacho anachokionyesha na kuendelea kuapprove watu wrong kwamba kukimbia tatizo sio njia sahihi ya kulitatua tatizo. Unapaswa kulifuata tatizo ili kuweza kufanya kulitatua. Ndio njia sahihi, na mwisho wa siku ile pale yuko Simba Sports Club anadaka. Maisha mengine yanaendelea. Kuna mtu ana swali? Wilson Nangu vipi? Siku ya kwanza tu wakati anasajiliwa Simba nilisema naiona combination ya mabeki wawili Simba Sports Club. Wakati na kama atakuja coach au angekuwepo Fadu Davis, naamini kuna siku angeitumia Wilson Nangu na Lucien De Rocco. Lucien De Rocco ana uzoefu wa mechi za kimataifa, ana uzoefu wa kucheza kwa muda mrefu kwenye mpira wa miguu, tofauti na Wilson Nangu. Lakini Wilson Nangu anachokupa ni commitment. Kumradhi. Anachokupa ni commitment. Lakini sio tu commitment, jitihada zile binafsi za kuhakikisha kwamba anaweza kuipigania namba na kuweza kufanikiwa. Sijui umeelewa vizuri. Wilson Nangu ni mzuri akiwa na mpira mguuni. Wilson Nangu ni mzuri kwenye mpira ya vichwa, kwa maana aerial balls. Na ndio maana kwenye mechi 2 tayari kaishafunga magoli 2. Hata alipokuwa JKT Tanzania kwenye maeneo hayo anakuweka, sio vizuri. Lakini ni bora kwenye footless. Yaani wewe mshambuliaji, tukimbie kwenye nafasi, tuwai mpira, tutakimbia, mimi naenda na wini. Anakaba, ana uwezo mzuri wa kiufundi, ana uwezo wa kuanticipate mashambulizi. So ni beki mzuri ambaye kiwalisha Simba Sports Club kwa miaka hivi karibuni. Kwa wazawa wamebahatika sana kusajili aina ya beki kama yule, na kama ataendelea hivi na atakuwa na ubora kwa kiasi kikubwa, trust me, Simba Sports Club wamepata na wenyewe beki mwingine ambaye ana sifa za kuwa beki bora kwa nchi yetu ya Tanzania. Na Mungu tu amjalie pia asiendelee naye kupata majeraha, lakini pili anapaswa kuendelea kujifunza zaidi, kwa sababu bado kuna makosa madogo amekuwa akiyafanya. Kuna muda anapoteza mpira kirahisi, kuna muda anapiga pasi mkaa nyingi.
So anapaswa kuyabadilisha tu hayo mapungufu kidogo. Mimi naamini baada ya hapo utakuwa ukimletea beki mwingine yote mzuri, combination yao itakuwa ina click na inafanikiwa. Ni beki mzuri sana Simba amefanikiwa, Wilson Nangu. Sawa sawa. Bwana, kabla tumalize na hili hapa, kocha Dimitar Pantev, manager Dimitar Pantev, kikosi iko nacho kwa sasa, kuna mabadiliko yote ya kiufundi ambayo umeyaona tofauti na Simba ya msimu uliopita? Ni kocha, yani manager ni title tu, ni kocha wa Simba bwana. Wewe mbona watu wanapepesa macho? Ni kocha yule, ni kocha. Sio manager. Watu wametumia ile loophole. Kwa maana kwamba nyesi hamtaki. Si mnasema hana vigezo. Kwa watu wametumia ile loophole ya kuweka ile title ya manager, lakini ndio kocha wa Simba Dimitar Pantev. Watu wakubali, wakatae, ndio kocha wa Simba Sports Club. Huo ndio ukweli. Sawa sawa. Vipi performance ya mnyama Simba chini ya kocha Dimitar Pantev? Mabadiliko yanaonekana? Mabadiliko yanaonekana. Ni aina ya kocha ambaye anahitaji mpira wake. Kwanza anapenda timu icheze kuanzia nyuma na anakuwa na watu watatu nyuma. Anapenda kiungo mkabaji aje kuungana na hawa mabeki wa katikati, kutengeneza watu watatu, alafu idadi kubwa ya wachezaji wengi waanze kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji kwenda mbele. Si jumla vizuri. Lakini wanatoka kwa pasi fupi fupi, lakini zikiwa ni za haraka kwenda kuwashambulia wapinzani. Si jumla vizuri. Na anapenda zaidi kutawala mchezo. Ndio style ya Dimitar Pantev. Na ukiangalia Simba Sports Club ndio inavyocheza hivyo. Si jumla vizuri. Lakini bado nafikiri hajapata kikosi cha kwanza ambacho anaweza kusema hichi kimenielewa kwa kiasi kikubwa na ninaweza nikaenda nacho. Unaona kuna mabadiliko mengi sana amekuwa akiyafanya. Sijui vizuri. Yani kwenye ile ushambuliaji anajaribu kumpanga mtu kama Steve Dese Mkwala, kuna mechi nyingine anampa Suleiman Mwalimu, Jonathan Soa anaingia kama sabu, umeona na bahati nzuri Jonathan Soa ndo amekuwa akideliver kwa kiwango kikubwa sana kuliko washambuliaji wote wawili chini ya Dimitar Pantev. Kwa hiyo kuna uwezekano Mwalimu akampa nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Jonathan Soa anaonekana kudeliver zaidi na anaonekana kuwa athlete, tena mchezaji hatari zaidi kwenye ile ushambuliaji kuliko Suleiman Mwalimu na Steve Dese Mkwala. Lakini kama itoshi, bado Nio Maema pamoja na Jean Charles Ahoua wakitokea nyuma ya mshambuliaji, inaonekana Jean Charles Ahoua anaonekana kuwa bora na ufanisi zaidi kuliko Nio Maema. Sijumla vizuri. Hapa inabidi kuna kitu akifanya, au akimchezesha bwana mdogo Morris Abraham kwenye eneo lile la nyuma ya mshambuliaji ama akicheza na pacha mmoja wapo. Kuna eneo unaona Morris Abraham ni bora kuliko Nio Maema ama Jean Charles Ahoua, anakupa speed na ana uwezo kutengeneza nafasi. Kwenye eneo la kiungo cha chini, Nabi Kamara, mashine ya bori, tayari kaishaikamata lile kiungo. Kaamua kumuuliza maswali magumu sana Dimitar Pantev. Nichagulie kati ya Kagoma ama Alassane Kante, nani nianze naye? Nabi Kamara. Sio vizuri. Anakupa kila kitu, anakupigia pasi zinazofika kwa uzuri. Ana uwezo kupiga pasi za masafa marefu, ana uwezo kuichezesha timu kuanzia nyuma, ana uwezo wa kupiga penetration pass ambazo zinavunja mstari wa wapinzani na kuweza kuwafungua kirahisi. Ana uwezo wa kuiprotect ile back four. Ana uwezo wa kulinda pia wakati timu ikiwa haina mpira. Chagua kati ya Yusuf Kagoma na Alassane Kante, nani nianze naye? Ndio swali pekee alomuuliza mwalimu Dimitar Pantev. Kwenye kusoma tabia za wachezaji na kuenda kujaribu baadhi ya wachezaji, au nakutajia ni baadhi ya wachezaji ambao mwalimu Dimitar Pantev wamemuuliza maswali magumu na anapaswa kufanya nini? Kuyajibu. Na ndio sehemu ambao nafikiri bado ana struggle kwenye kuselect wachezaji ambao wataendana na staili yake ya kiuchezaji na wataendana na kile ambacho yeye amekiplan. Sijumla vizuri. Kwa nakutajia hao ni baadhi ya wachezaji ambao mpaka hivi sasa mimi naona kama wamefit hivi. Lakini kwenye eneo la backline, Anthony Mligo, Nandi bwana mdogo, Nandi nani Wilson Nangu, Rushen De Rock na Shomari Kapombe, vitu vimekubali. Na ndio bwana kwa mechi zote bado hajabadilisha. Anaishi mule. Yaani kwa kifupi kuanzia Yakubu Suleimani ile back four yote kina Mligo na wakina Rushen De Rock, alafu kuja kwa Nabi Kamara, umeona? Hapa kuja hivi. Tayari kuna kitu Dimitar Pantev kashafanya nini? Kashakipata. Kilichobaki ni kwenye eneo la kiungo, eneo la kiungo cha ushambuliaji na eneo la ushambuliaji bado amekuwa akistruggle. Na maana unaona mara anaanza Joshua Mutale,
Mpanzo anaanzia benchi, Kibu Denis anaanza, mara anakuja anaingia sijui nani. Yaani kumekuwa kuna hiyo sintofahamu. Nafikiri bado anajaribu kusoma tabia na anajaribu kusoma ubora wa mchezaji mmoja mmoja ili kuweza sasa kupata hicho kitu kimoja, ili kuweza kuifanya Simba kuwa bora na kuwa tishio. Sasa hiyo haiwezi kuja tu ndani ya hizi wiki kadhaa alokaa pale au mwezi mmoja tu. Itakuja mpaka miezi miwili au miezi mitatu, wakati timu inashinda na inafanya vizuri, na mwisho wa siku wana Simba wataendelea kula shushu. Sawa sawa, tumezungumza mengi sana bwana Kabwe, nikushukuru kwa time yako. Nashukuru sana ndugu yangu, nakushukuru sana Ngwale.